Dhulhijja ni mwezi mtukufu sana kwa Waislamu. Ni ndani ya mwezi huu ambapo ibada ya Hajj hufanyika, ibada ya 5 katika nguzo za Uislamu. Lakini hata wale ambao hawajapata fursa ya kwenda kuhiji bado wana nafasi ya kupata baraka. Siku 10 za mwanzo za Dhulhijja ni miongoni mwa siku bora kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu, zikiwa na fursa nyingi za ibada na thawabu. Siku ya 10 ambayo pia ni siku ya Idul Adha, Waislamu huchinja kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuendeleza sunna ya Nabii Ibrahim. Lakini je, kipindi hichi kinavyokaribia, biashara ya mbuzi iko vipi? Wafanyabiashara wana faida gani na ni changamoto zipi wanazokumbana nazo? Tukutane kwenye makala hii maalum tukichambua maana ya Dhulhijja, ibada na upande wa kiuchumi unaoambatana nayo. Tumefika eneo la Kaloleni ambapo ndio eneo la kuuza mbuzi wa kuchinja siku ya Idul Adha, ili kupata maoni ya wafanyabiashara wa hapa kuhusiana na vipi biashara inavyoenda kwa sasa. Tupate maoni yao. Biashara ya mbuzi iko ngumu sana. Ni sababu ya hii hali ya maisha inafanya biashara ngumu. Sasa hapa kwetu tunaanzia 7,000 mpaka 25,000. Mwaka uliopita biashara ilikuwa nzuri, lakini sasa hapa mwaka huu ni ngumu. Kwa hivyo tu client hawataki kuja kwa sababu mbuzi wanasema ziko juu sana. Kwa vile sisi tunanunua mbuzi bei juu na ukatoa ushuru na mambo ya hii chief naye anataka saini yake. Sasa ukija na mbuzi, ukinunua mbuzi 3,500 utakuja uza ngapi ukikatoa ushuru na pesa nyingi? Kulingana na hali inavyokwenda mwaka huu, mashallah naona mbuzi ziko kwa wingi yani, lakini bei ndio ziko juu. Unajua wao kwa upande mwingine walalamika hao wauzaji mifugo hao. Maana kama mfano wa maneno hizi zatoka Garissa, zingine kutoka Garissa kufikia hapa kuna magharama mingi yanatumika kwa ses, kwa mfano polisi akikushika akikusimamisha naye lazima atakakatiwe. Kwa hivyo zinapotoka kutoka kule mpaka hapa wao pia wametumia pesa nyingi, na ndio maana zao wanyama wanakuwa na bei ya juu. Na kwa wale wanaoleta mbuzi kutoka maeneo ya mbali, changamoto za barabara mbovu na vibali pia huathiri biashara zao. Huko barabarani sisi wakati tunatoka Jara tunalipa ushuru. Tuko na receipt na permit, kila kitu za sheria tulipita. Hapa nini inaitwa Shanzu. Kuna wagonjwa hapa Mombasa. Kwa Kilifi hawana, hatuna shida. Mombasa County ndio tunapata shida mingi sana. Wanachukua lori gari ya mguu 10 wanalipa, wanatulipia 15,000. Ile samtrela 20,000 na hakuna receipt wanatupea. Tukiuliza ni sheria gani, wanasema hiyo ni kuingia Mombasa. Biashara ni nzuri, inategemea vile soko iko. Ingawa sasa hii hakuna pesa kwa Kenya. Soko si vile zamani ilikuwa. Mbuzi mwaka huu mbeleni tulikuwa tunazanga 20, 18, na hii mshuka 15, 14 imekuwa hivi. Mbuzi ile kubwa kubwa. Biashara ya mbuzi kitofautisha mwaka uliopita na mwaka huu. Mwaka huu kidogo naona imeongezeka, yani imeongezeka kutoka, angalia hata mabanda ya mbuzi hapa. Mwaka uliopita ilikuwa kidogo, lakini sasa hiyo tuangalia paka nyuma, paka kwa maji huko ni mengi sana. Kuna watu bado wanahitaji nafasi mbuzi wanadepend na wengine wanauza kilo, kwa mfano kilo moja 650, kwingine 700, kwingine 800. Lakini mbuzi mdogo kabisa wapata 5,000, 500 na kwenda juu. Changamoto wanazozipitia wauzaji mbuzi hapa ni kwamba mbuzi pengine hapa wanaweza, kwa mfano matope yakiwa mengi kama hivi kwenye banda, kuna ile yani kwa sababu wametoka Duruma huko, sehemu zenye nyasi nyingi, pia malisho ya huku hawali vizuri. Sasa wanaweza kuta asubuhi kiamka kwa banda kumekufa mbuzi kama 2, 3. Sometimes wanaibwa pile na vijana usiku. So unaweza amka ukakuta umeingia losi kama mbuzi 5 wameibwa. Ni maoni ya baadhi ya wafanyabiashara wa eneo hili wa wauzaji wa mbuzi, wakitueleza kuhusiana na vipi biashara ilivyowapeleka mwaka huu na utofauti na mwaka uliopita. Ila mimi nikukumbusha kwamba mtazamaji wetu wa Al-Hajar TV, kama una uwezo wako usisahau kuchinja siku ya Idul Adha ili kufuata maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumfurahisha yeye. Nimekuwa wako Abdurrahman Alwi, Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma.